Turejee katika maeneo ya pwani ambapo kutokana na visa vya mashambulizi ya kigaidi ambavyo vimeshuhudiwa katika kaunti ya Lamu, ubalozi wa Australia na wanaharakati wameanzisha hamasa ya siku 3 kwa wakazi dhidi ya kujihusisha na mafunzo ya itikadi kali. Haya yanajiri wiki moja baada ya magaidi kuvamia kijiji cha Basuba. Rahma Rashid ana maelezo zaidi. Asilimia zaidi ya 60 vijana kutoka kaunti ya Lamu na kaunti ya Garissa wanajihusisha na visa vya itikadi kali. Kumbuka kwamba kaunti hizi mbili zinapakana na taifa la Somalia, hivyo basi inawapa wepesi na rahisi vijana kuvuka upande ule. Kwa sababu ya usalama ambao pengine umezoroteka na vijana ambao wanaleta matatizo katika jamii, warsha kama hizi zingeweza kusaidia sana kuweza kuwapatia uhamasisho na kuweza kuangasua kutoka kwa matatizo ya usalama, pengine kupigana ama matatizo ya kutoka kwenda nje. Na takwimu zetu zaonyesha kwamba hao vijana ambao wameathirika na itikadi hizi kali ni karibu asilimia 60, na maana sisi tumekuja kuungana na ubalozi wa Australia hapa Kenya ili tuwaelimishe vijana wasiweze kuwa radicalized ama wasiweze kufuata hizi itikadi kali, ili jamii zetu zote zikuwe na amani. Mara nyingi huku information kutufikia inakuwa shida. Kwa hivyo information ikiwa haitufikii, zile nafasi za kazi inakuwa ngumu sisi kuzifikia. Ingine ni kuwa hatupati nafasi za kisiasa ambazo vijana wanafaa wahusishwe. So vijana wanaona kama wametengwa, ndio mara nyingine wanapata nafasi ya kuingia katika makundi haramu. Kuna haja kubwa ya kama county government kufanya kazi pamoja na jamii, na pia hawa watu wa security actors, kwa sababu hawa watu wanapoenda huko hivyo kuna these things that they learn from there. We can get information from there, they can get protection from there. Na pia kupatia hawa watoto, hawa vijana hiyo platform ya kuweza kujiexpress, ya kuweza kulearn the impacts na kuanza kulearn the effects za kuvuka huko hivyo tuna minimize. Na kutokana na visa vya itikadi kali kama vile ambavyo tumeweza kusikia miongoni mwa vijana kwamba masuala ya ukosefu wa ajira, dhulma za vitambulisho, dhulma za ardhi ni yale mambo ambayo yanachangia vijana kushawishika kwa wepesi kujiunga taifa la Somalia na makundi haramu. Imepelekea mashirika mbalimbali kuendelea na hamasisho kwa vijana wa kaunti hizi mbili ili kuona kwamba wanakomesha visa hivi. Rahma Rashid, Runinga Citizen, kaunti ya Lamu. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo kutoka Lamu, tunapumzika kidogo tu, tunarejea hivi punde na mengi zaidi. Usiondoke.